Hello, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabiki. Nakukaribisha sana kwenye YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na zaidi ya yote namkaribisha sana Roho Mtakatifu. Karibu sana Roho Mtakatifu, take over, take control. Nisaidie Bwana Yesu. Nisaidie watoto wako wanaosikiliza neno lako wakati huu, Roho Mtakatifu. Naomba utusafishe kwa damu ya Yesu miili, mioyo na roho zetu, utuoshe tuwe safi. Lakini zaidi ya yote Roho Mtakatifu, naomba usaidie akili, fahamu, uelewa wetu, tuweze kuelewa unayosema Mungu na tukafanyie kazi, na zaidi ya yote akatuzalie matunda. Katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Kama ni mfuatiliaji, basi mpaka sasa utakuwa unajua bado tuko kwenye playlist ya kitabu cha Mwanzo, na kwa neema ya Bwana Yesu tumesha uncover kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 13 ya kitabu cha Mwanzo, na leo tutakuwa tunaangalia sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo. Kwa kunaniliu kidogo, kwa kusummarize kidogo video iliyopita, nakumbuka tuliishia kwa kuangalia katika sura ya 13 kwamba Ibrahim na Lutu na Sarai wametoka Misri, wamerudi tena Kanaani, lakini kwa ajili ya issue ya malisho, wachungaji wa Ibrahim na Lutu wakawa wameanza kugombana. Kwa hiyo Ibrahim na Lutu wakatengana. Lutu akaamua kwenda kwenye upande wa bonde ya Jordan, ambapo baadaye akaongeza ima yake mpaka kwenye mji wa Sodoma na Gomora, ambao Biblia inatuambia watu wake walikuwa ni watu wabaya, watu wabaya wenye wamejaa dhuluma na watenda dhambi. Lakini tunaona pia Ibrahim akaendelea kuongeza hema lake, alibaki huku Kanaani mpaka sehemu inaitwa Hebron. Basi leo tutaendelea na sura ya 14, na kwenye sura ya 14 Biblia inatuonyesha, na napenda kukuhimiza pia na wewe usome vizuri. Biblia inatuonyesha kwamba kulikuwa kuna wafalme 5 ambao walikuja katika hiyo sura ya 14, wanakuja kufanya vita na wafalme wengine 4, ambao miongoni mwa wafalme 4 ni mfalme wa Sodoma na Gomora. Wafalme kuna wafalme wa taifa la Shinari, kuna mfalme wa Kedolaoma anaitwa, ambao huyo ndo kama alikuwa mkuu wa hiyo vita, alikuwa ni mfalme wa taifa la Elamu. Kuna wafalme wengine hapo katika hiyo sura ya 14. Mstari wa kwanza tu utawaona wafalme ambao jumla yao walikuwa 5, waliinuka kufanya vita dhidi ya mfalme wa Sodoma ambaye alikuwa anaitwa Bera, na dhidi ya mfalme wa Gomora, na dhidi ya mfalme wa kuna mfalme mwingine anaitwa Tidali, ambaye alikuwa pamoja katika kundi moja la mfalme wa Sodoma na Gomora. Kwa hiyo katika hii timu ya kundi la mfalme wa Sodoma na Gomora walikuwa wafalme 4, katika hiyo timu ya Kedolaoma walikuwa wafalme 5. Kwa nini walifanya hii vita? Walifanya hii vita kwa sababu hao wafalme wa Sodoma na Gomora na hao kina wafalme wa Tidali, hao wafalme 4 walikuwa wanamtumikia kwa miaka 12 walikuwa wanamtumikia huyo mfalme wa Kedolaoma. Lakini katika mwaka wa 13 Biblia inasema wakamuasi, wakaacha kumtumikia huyo Kedolaoma, ambaye sasa huyo Kedolaoma katika mwaka wa 14 baada walipoacha kumtumikia katika huo mwaka wa 13, huyo Kedolaoma katika mwaka wa 14 akaja akafanya vita na wafalme wengi sana, ikiwemo wafalme wa Sodoma na Gomora. Na alipofanya vita nao, alichukua vitu vyao mateka, akachukua watu wao mateka. Lakini katika hao mateka waliochukuliwa alikuwepo Lutu na mali zake na mke wake, ambaye Lutu kama tunavyojua alikuwa ni ndugu yake Ibrahim, mtoto wa mdogo wake. Na pia kumbuka Lutu alikuwa ameongeza hema mpaka amefika upande huu wa Sodoma na Gomora. Kwa hiyo hii vita ilipotokea, Lutu naye alichukuliwa mateka. Sasa Biblia inasema kwamba
walichukuliwa, hao wafalme walichukuliwa mateka kivipi? Walipoenda kupigana vita, kuna bonde walienda kupigania vita, na ile bonde wanasema lilikuwa lina mashimo ya lami. Kwa hiyo wale walipokuwa wanakimbia kwenda vitani, wale wafalme wanne dhidi ya hao wafalme watano au kina Kedorlaoma, wakajikuta wametumbukia kwenye yale mashimo. Na walipotumbukia kwenye yale mashimo, waliokuwa pamoja, hao wafalme wanne waliokuwa pamoja, walipoona wenzao wametumbukia kwenye mashimo, wao wakakimbilia milimani. Kwa hiyo wakaacha wenzao wakachukuliwa mateka na hao wafalme watano. Kwa hiyo mmoja katika watu ambao walikuwa kwenye vita alifanikiwa kuchoropoka, akaenda mpaka kwa Ibrahim. Ibrahim alikuwa Mwebrania, hakuhusika kwa namna yote katika hii vita, lakini alienda akamwambia kwamba ndugu yako Lutu na familia yake wamechukuliwa mateka. Kwa hiyo Ibrahim alipopata hizo habari, akawa ameumia kwa ajili ya ndugu yake, akatengeneza silaha, akawapa vijakazi wake karibia watu 318 ambao walikuwa wamezaliwa katika nyumba yake wenyewe, ni vijakazi waliozaliwa kwake. Akawapa silaha vijakazi 318 pamoja na yeye mwenyewe, wakatoka ili wafatie hawa wafalme wa Kedorlaoma, au wafalme watano ambao ndo miongoni mwao walimchukua Lutu. Kwa hiyo akaenda mpaka sehemu inaitwa Dani. Ukisoma kwenye Biblia mlango wa 14 sura ya 14 utaona akaenda huko, akapambana, wakafanikiwa kurudisha hawa watu na kumrudisha Lutu, kumrudisha mwanae, kurudisha wanawake waliochukuliwa na watu wengine waliochukuliwa mateka. Ibrahim akafanikiwa kuwarudisha. Lakini Biblia inatuambia alipokuwa akiwarudisha, mfalme Bera, mfalme wa Sodoma, akatoka akaenda kwenye bonde la Shena something. Kuna bonde la Shena linaitwa. Akawa ameenda, utaangalia vizuri hapo ili clarify hilo jina vizuri. Akawa ameenda kwenye hilo bonde ili kumlaki Ibrahim. Lakini wakati anaenda kwenye hilo bonde kumlaki Ibrahim, kulikuwa kuna, Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 kwamba inaingizia neno nasema, na Melkizedek mfalme wa Salem alibeba divai na mkate, akawa ameenda kumlaki Ibrahim. Na alipofika akamwambia, Ibrahim, umebarikiwa na Mungu aliye juu sana. Lakini sio hivyo tu, akasema na ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyeziumba mbingu na nchi, aliyewatia maadui zako mikononi mwako. Sasa hapa kuna kitu cha ajabu ambacho Biblia kimeweka. Cha kwanza, Biblia katika mlango wa 14 wa kitabu cha Mwanzo mstari wa 17 inasema, na Melkizedek mfalme wa Salemu na kuhani wa Mungu aliye juu sana. Kwanza, hiyo neno Salemu ni neno la Kiebrania ambalo kwa Kiswahili ukilitafsiri ni amani, maana yake amani. Kwa hiyo Melkizedek alikuwa mfalme wa amani, na Melkizedek mfalme wa amani. Lakini pia Biblia inaendelea kusema kuhani wa Mungu aliye juu sana. Hapa ndo kwa mara ya kwanza tunasikia neno kuhani. Katika hizo ukisoma milango yote ya Biblia ukuti sehemu ambayo wamesema kuhani. Kwa mara ya kwanza huyu Melkizedek ndo anaitwa kuhani. Lakini sio hivyo tu. Kwa hiyo Melkizedek alikuwa ni mfalme wa amani, jina ambalo tunajua ni la Yesu peke yake. Yesu pekee ndo anaitwa mfalme wa amani. Lakini pia Yesu pekee ndio alikuwa kuhani, ndo kuhani wa Mungu aliye juu sana, ndo kuhani wa pekee. Lakini Biblia ukiendelea kusoma huko mbele utakuja kugundua kwamba pia Melkizedek hakuwa anajulikana nani ni baba yake, nani ni mama yake, hakuwa anajulikana asili yake imetokea wapi, ameanzia wapi, wala mwisho wake ulikuwa wapi. Hakuna aliyekuwa anajua. Lakini Biblia inatuonyesha kwamba Ibrahim alipotoka vitani, Melkizedek alienda kumpelekea mkate na divai. Kwa hiyo bila shaka huyu alikuwa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, alienda kumpokea Ibrahim alipokuwa ametoka vitani na kumpelekea divai na mkate. Kwa hiyo basi utakuja kuona pia kwa wakati huo ambaye Bera mfalme wa Sodoma alikuwa anamfuata Ibrahim, baada
kujua kwamba Ibrahim ndo anakuja sasa na mateka na wale watu ambao walifanikiwa kupatikana, ni wakati huo huo ambao Melkizedeki naye alikuwa anamwendea Ibrahim. Kwa hiyo Mungu alikuwa very strategic hapa, kwa sababu mwisho wa siku Biblia inatuonyesha hapo katika Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 nafikiri, kwamba Ibrahim akachukua fungu la 10 ya vile vitu vyote akampa Melkizedeki. Kwa hiyo Mungu alimuwahi ili fungu la 10 liende kwa Mungu, vile vitu visirudishwe vyote kwa huyo mfalme Bela. Ikatolewa kwanza fungu la 10 likaenda kwanza kwa Melkizedeki. Alafu ndo huyu Bela akawa amefuatia nyuma sasa mfalme wa Sodoma. Kwa hiyo mfalme wa Sodoma alipofika akamwambia Ibrahim, chukua hizo mali, mimi nipe watu tu. Lakini Ibrahim akamkatalia, akasema hapana, mimi siwezi kuchukua mali, nitakupa watu wako, nitakupa na vitu. Kasoro tu vitu vya watu ambao niliambatana nao, ambao sehemu ya mali zao ziko hapa, wao nitawapa wao. Ili nisije ukasema Ibrahimu ametajirishwa kwa ajili ya mali za watu wako. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba Ibrahim akamrudishia mfalme wa Sodoma watu wake na vitu vyao ambavyo vilikuwa vimechukuliwa mateka, ikiwa Lutu tayari ameshapata na yeye vitu vyake, lakini na amesharudishwa katika ile kutoka kwenye ule mateka. Lakini Biblia inaendelea kutuonyesha kwamba baada ya hapo nini kinafuata. Okay, sema tu baada ya hapo nini kinafuata. Kwa hiyo niendelee kupenda kuomba uendelee kulike, uendelee kushare, uendelee kulike na kusubscribe. Lakini pia kama utapenda kufanya booking kwa ajili ya counseling sessions, namba zangu ziko hapo chini kwenye description box. Nipigie, tufanye arrangement ya namna ambayo tunaweza tukafanya hizi sessions. Lakini pia kwa wale ambao hawajampa Yesu maisha yao, hajaokoka, tafadhali unasubiri nini? Wakati ndio sasa, kesho sio guarantee. Kwa hiyo pia namba zangu ziko hapo kwenye description box. Unaweza kuwasiliana na mimi kujua zaidi kuhusu habari ya kuishi maisha ya wokovu na kumpa Yesu maisha yako na namna ya kuishi maisha ya ushindi. Ni hayo tu kwa leo, mpaka wakati mwingine. Ukae ubarikiwe sana. Amen. Bye.